Inspire to lead. Shawishika kuongoza, kunaanza na mimi. Jina langu naitwa Neema Mduma, ni mhadhiri mwandamizi kutoka Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela iliyopo Arusha, Tanzania. Na pia ni mwanzilishi wa Bakishule Initiative ambayo imelenga kuwahimiza wanafunzi hususan wasichana kusoma masomo ya sayansi. Pia mimi ni kiongozi wa miradi mitano ambayo inatumia teknolojia hii ya artificial intelligence au akili mnemba kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali kwenye jamii zetu, ikiwemo kwenye kilimo, afya pamoja na elimu. Nina experience ya kufanya kazi kwa miaka 10 katika kufundisha na kufanya tafiti, na ukiachilia hicho kwenye upande wa familia, mimi nimeolewa, lakini pia mimi ni mtoto wa mwisho katika familia yetu. Kuanzia nikiwa mdogo nilikuwa nafanya vizuri sana kwenye hesabu. Kwa hiyo wazazi wangu pamoja na walimu walinishauri na wakasema kuwa uhandisi utanifaa zaidi. Kwa hiyo wakati nikiwa mdogo nilikuwa naamini huko baadaye nitakuja kuwa mhandisi. Lakini nilivyokuwa mkubwa nikaja kugundua kuwa dunia inapoelekea inaenda kwenye uchumi wa kidijiti ambapo kila kitu ni kuhusu sayansi na teknolojia. Kwa hiyo nikahama kutoka kwenye uhandisi na kuamua kusoma kwenye sayansi ya kompyuta. Teknolojia ni ya muhimu sana kwa sababu inaweza ikachochea ubunifu, lakini pia ikatusaidia katika kupandisha hali zetu za maisha kwa namna moja au nyingine. Hebu jaribu kufikiria kuwa unatatua changamoto katika jamii yako kwa kutumia simu au kwa kutumia kompyuta. Kwa hiyo mimi nafikiri teknolojia ni kitu kizuri ambacho watu wengi wajihusishe nacho, hususan wasichana. Wasichana wengi wanakutana na changamoto mbalimbali, hususan katika jamii ambayo inatuzunguka. Na wengi wamekuwa wakiaminishwa kuwa sayansi na teknolojia sio kwa ajili ya wasichana. Lakini ukiangalia mfano mzuri ni mimi, ni msichana na nimesoma katika mazingira haya ya Tanzania na nimeweza kusoma sayansi na teknolojia. Wakati nikifanya tafiti nilikuwa napita katika shule mbalimbali za sekondari, nikagundua kuwa wasichana ni wachache katika sayansi ukilinganisha na wavulana. Na hivyo nikaona ni lazima nije na kitu cha kuweza kuwasaidia wasichana hao. Nikaanzisha programu ambayo inaitwa Bakishule ambayo imelenga kuzunguka katika shule mbalimbali za sekondari Tanzania. Na ninapozunguka katika shule hizo napata wasaha wa kuzungumza na wasichana, kuwaelezea umuhimu wa sayansi na teknolojia na jinsi gani wanaweza kutumia sayansi na teknolojia katika kutatua changamoto mbalimbali katika mazingira yao. Kupitia programu hii ya Bakishule nimeweza kuongeza idadi ya wasichana wengi na kuongeza morali kwao, kuweza kutamani na wao siku moja waweze kusoma masomo ya sayansi na teknolojia na kuingia katika hii industry ya teknolojia. Katika miradi ambayo ninaiongoza sasa, tunatengeneza tool ya AI ambayo kupitia simu ya mkononi tunatengeneza teknolojia ambayo itawasaidia wakulima kuweza kugundua magonjwa pamoja na wadudu waharibifu ambao wanaweza wakaharibu mazao yao kwa kutumia simu ya mkononi. Katika projekti hizi ninazozifanya kuna changamoto ambazo tunakutana nazo, mfano upatikanaji wa data unakuwa saa nyingine inaweza ikachukua muda mrefu sana kuweza kupata data, lakini pia kupata watu wengi ambao wana knowledge na skills kwenye upande wa artificial intelligence bado ni changamoto. Kwa hiyo katika kutatua hii changamoto tunatakiwa kuweka investment zaidi hususan katika upande wa fedha ili kuhakikisha kuwa tunakuwa na data za kutosha zitazowezesha kutengeneza mifumo ambayo itaenda kusaidia wakulima wetu, lakini kuwe na program mbalimbali za kuweza kuwasaidia wakulima kuweza kutumia mifumo yetu kwa haraka na urahisi. Changamoto ambayo inawakabili wanawake wengi na wasichana katika hii field ya artificial intelligence, naweza nikasema kuwa ni gender bias pamoja na stereotypes. Yaani mara nyingi wanapata shida kuangalia ni jinsi gani wanaweza kubalance kati ya kazi pamoja na maisha yao kwa ujumla. Kwa hiyo wakati tunawahimiza wasichana kuanzia umri mdogo kuwa wasome masomo ya sayansi, ni lazima tuwaambie kuwa wanaweza wakafanya vizuri sayansi, lakini pia wanaweza wakaweka vizuri familia zao. Ujumbe wangu kwa jamii ni kwamba kwa pamoja tushirikiane kuwahimiza wasichana kuweza kusoma masomo ya sayansi, kwa sababu tunaamini kama tutaweza kuwaelimisha na kuwawezesha wasichana, basi tutaweza kupata suluhu ya changamoto mbalimbali ambazo zinakabili jamii yetu. Lakini ukiachilia hapo, pia tunaamini kuwa wakati tunawasaidia wasichana hatutaki kuwasahau wavulana.
Hivi wavulana nao tuungane nao kwa pamoja kuhakikisha kuwa ndoto za wasichana na wavulana zote zinatimia. Inspire to lead, shawishika kuongoza, kunaanza na mimi.